tungeweza kusema inatosha tu kumla mwanakondoo, lakini Mungu anatoa maelekezo kupitia Musa. Anasema mnapomla mwanakondoo hakikisheni mmekula mikate, mnakula mikate tena. Huyu mwanakondoo mtamla kwa siku moja, lakini mikate mtaendelea kuila ndani ya siku 7. Na mnapoila mikate hii ndani ya siku 7, hakikisha chachu mmeiweka pembeni. Hakikisha mnapokula mwanakondoo huyu, hakikisha hamli na chachu. Hakikisheni uovu mmeweka pembeni. Hakikisheni dhambi mmeziweka pembeni. Hakikisheni mnapokula huyu mwanakondoo mumle wakati hamna uovu ndani yenu, hamna hila ndani yenu. Unapookoka, Mungu anachotaka uende na yeye kama ulivyo. Hata kama unajijua zamani ulikuwa muongo, unaamua kusema Bwana, nimeamua kuacha uongo. Kuna mtu alikuwa mzinzi, lakini anaamua kusema mimi sio mzinzi tena. Kuna mtu alikuwa mzulumaji, lakini unaamua kusema tangu leo sitazulumu tena. Ndio maana kuna mtu mmoja anaitwa Zakayo, alipoamua kuokoka akasema hata vile ambavyo niliibia watu niko tayari kurudisha. Kwa lugha nyingine, hata ulimwengu ujue ya kwamba nimebadilika. Sitatembea na chachu tena ile, sitatembea na vitu vile, sitatembea na vitu vya uovu. Nimeamua kwenda na Yesu, nimeamua kuacha vingine. Ngoja nikwambie kitu kimoja, yani kama umeamua kutembea na Yesu, kuna vitu lazima ukubali kupata hasara. Haiwezekani ulikuwa na marafiki waovu, umeamua kumpata Yesu bado una marafiki wale wale waovu. Haiwezekani ulikuwa unapika gongo alafu ukaokoka ukasema uendelee kupika nini? Gongo. Lazima gongo uiache, Yesu akupe kitu kingine cha kufanya. Mungu wetu tuliye naye ni mwaminifu. Hautashikilia hicho alafu mshike na Mungu. Biblia inasema unapotaka kwenda na Mungu lazima uchague kuacha vingine. Hauwezi kuwatumikia mabwana wawili. Na mimi Mungu amenituma siku ya leo ili nikuambie, ikiwa ulikuwa una chachu yako, ikiwa ulikuwa na uovu wako, amua kuachana nao. Hata kama ulikuwa na bwana tajiri, anakusponsor, anakusaidia, anakulipia kodi ya nyumba, lakini huyu anakupeleka jehanamu. Ndio maana kuamua kuokoka sio kitu chepesi. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Sizungumzi kuna mtu ambaye unajua kabisa, yani ulikuwa na mchepuko wako unaendelea kule. Biblia inasema yule ambaye ameokoka alikuwa na mtu wake, alikuwa na mume wake, wana watoto wake. Kwa kuokoka kwake, yule mke wake anafanyaje? Anatakaswa, si ndio jamani? Lakini kuna mtu unajua niko na mchepuko wangu na bado unaendelea naye. Kuna mtu ni binti, unajua kabisa niko na kajamaa fulani hivi, natorokaga na nyumbani, naondokaga kukafuata. Kama umeamua kuokoka, achana nako. Achana nako. Narudia tena, achana nako. Hebu ngoja niwapeni story fulani hivi. Mko tayari? Hallelujah. Hallelujah. Kipindi fulani nilikuwa niko Mtwara. Nilikuwa nimeokoka, lakini ndio nimeokoka mchanga. Sawa watu wa Mungu? Niko form 3. Siku moja nikaenda beach. Actually sikwenda beach kama beach. Nilikuwa nimeenda, babangu mdogo ilikuwa ukisimama hivi, yani nikilala kwenye kile chumba ambacho ni cha babangu mdogo, yani nafikia pale, nikiangalia hivi dirishani naona bahari ile pale. Kwa hiyo siku hiyo tumefunga shule. Tulipofunga shule nikasema niende kumuona baba mdogo. Na nyinyi wenyewe si mnafahamu kimuona baba mdogo anakuambia na simeelewa kwani lazima nitaje, sina kanauli hapa. Kwa nikaenda nikamuona babangu mdogo. Nimefika pale baba mdogo hayupo. Kwa nikasema bahari si ile pale. Na nilienda na rafiki yangu mmoja. Nikasema ngoja niende baharini, nikale ka upepo kale ka bahari. Wakati natoka, jamani, dunia imeharibika. Hivi mnaelewa je? Hivi mnajua kuwa dunia imeharibika? Nakumbuka mpaka leo the way nilivyovaa, nakumbuka nilikuwa nimevaa t-shirt ya Yanga, ila msiseme mimi ni Yanga. Mimi sio Yanga. Mimi ni timu tu ya mbinguni. Tena ile t-shirt ilikuwa, unajua aina fulani za t-shirt ambazo huwa wakati fulani zinachomoka. Okay, thank you very much. Asante. Unajua aina fulani za
t-shirt ambazo huwa ni za mpira, zinavutika hivi, zinachomoka uzi. Kwa hiyo nilikuwa nimevaa hiyo na suruali yangu ya kaki, na kama mnavyojua ukiwa sekondari wanakuambia lazima uvae bwanga. Kwa nimevaa bwanga, alafu nilikuwa nimevaa kuna viatu fulani vya Masai hivi. Na alafu nilikuwa nimefunga na nini vinini hivyo wanaita. Yaani nimekatika, kwa nimefunga na kiwaya. Sasa ninatoka kule sasa jioni niende wapi? Niende kwa babangu mdogo. Nikakutana na wadada wawili. Na wale kwangu mimi hawakuwa wadada, kwamba ni kama mama zangu kwa umri wao. Tukutamanisha ulimwengu unataka tufanye vitu vya ovyo, lakini tumechagua fungu la kukubali tuko tayari kufa kwa ajili ya Yesu, lakini hatuko tayari kufa dhambini. Na nielewa vizuri watu wa Mungu? Yaani tuko tayari kufa tusitende dhambi, lakini hatuko tayari kufa dhambini. Na huo ndio ukweli. Kuna watu wanasema mimi naweza kutubu na Bwana akanisamehe. Lakini jana nilizungumza, wewe unasema bule, lakini kwa Yesu sio bule. Aligaramika, alichomwa mkuki ubavuni. Kuna wakati nilipokuwa nasoma haya maandiko nikaanza kuimagine. Unajua kati ya sehemu ambayo ni sehemu ukiguswa tu mwili unashtuka ni kwenye ubavu. Si ndivyo jamani? Si ni kweli? Sasa mkuki unakuja unakuchoma ubavuni. Lakini kwa ajili ya nani? Ya wewe. Wewe kirahisi tu unasema hamna, mimi nimeokoka lakini nitakuwa nafanya na hivi. Hujaokoka. Na umoja wetu tunaposema sisi ni wa Kristo, Ukristo wetu ni utakatifu. Na ndio maana Biblia inasema, kusoma vizuri katika kitabu hiki cha Kutoka 12, inasema yule ambaye atakula mkate, ule mkate ukawa una chachu, mfukuzeni aondoke. Biblia inasema hata kama huyu mtu ni mgeni ndani ya Israeli, alikuwa ndani ya nyumba ya Waisraeli. Yaani sio taifa lenu. Manake ni Misri, labda yuko kati ya nyumba ya nini? Ya Israeli. Akifanya vile yule Misri hatapatwa na yale kwa sababu amemwamini Mungu wenu. Lakini huyu Misri ikiwa yuko kati ya nyumba yenu akaamua kula iliyotiwa chachu, mtoeni, afai. Tunapoitwa kanisa la Mungu, kuitwa kwetu kanisa la Mungu ni kuishi maisha matakatifu. Yaani kuna mambo mengine yanakuja yanatamanisha, ulimwengu unavutia, lakini kwa sababu tunampenda Yesu tuko tayari, hata kama ni kwa hasara yetu, hata kama ni kwa hasara yako, ni afadhali uache uendelee na Yesu. Wewe ambaye umekuja kanisani, sisi tukikutazama, mimi hapa nikitazama sura jinsi zilivyo mchungaji, kwa kweli sioni sura ambayo sio mtakatifu. Yaani kama nikitazama kwa nini? Kwa nje. Lakini kuna mtu anajijua kabisa kwamba hapa mimi ndio yule, nini mwitu, tajeni mwenyewe. Mimi sitaki kutaja ile la kwanza baya baya. Mwanangu mimi hawezi kusema mbwa, anasema mfwa. Sasa na mimi naomba nitumie lile la mwanangu. Yaani huko mtu hapa kumbe ni mfwa mwitu. Na unajijua kabisa kwamba unachanganya madawa. Mungu hataki tuchanganye. Kama umeamua kuokoka, amua kweli kweli. Kama umeamua njia ya Yesu, amua kweli kweli. Haleluya. Haleluya. Ukristo wetu ni kuishi maisha matakatifu. Usalama wetu uko kwenye kuishi maisha matakatifu. Niliwaambieni jana kwamba eti nimeenda Sumbawanga nikaanza kusema hata kama mko wachawi hapa mje mniloge muone. Haleluya. Walikuja usiku mtumishi. Nikiwa mahali fulani Muheza Tanga, nilikuwa na ubiri. Nipokuwa na ubiri, yani pale kijana ninaruka, haleluya, ya haleluya. Nikasema hata kama wachawi mpo hapa mje mniloge. Kaseme wewe uone. Kujiamini kwetu ni Yesu. Akiondoka huyu, sisemi tena akiondoka, lakini akiwepo nitaendelea. Hata wachalambe hii hawaniwezi, kwa sababu sijachanganya chachu na mwanakondoo. Nimechagua kitu kimoja. Yesu amenituma ili nije kukuambia, na wewe mtu wa mahali hapa, chagua kimoja, usichanganye. Haleluya. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7.
Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7. Hii inaweka wazi, inafunua vizuri kwamba hii chachu ni nini. Biblia inasema hivi: basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale. Sio ya sasa hivi, hiyo ni ya nini? Ya kale, ya zamani. Mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Ile chachu ya kale, ya zamani, toeni, weka pembeni. Badala yake nyie mmekuwa donge jipya. Mlikuwa zamani watenda dhambi, mlikuwa zamani wazinzi, mlikuwa zamani waongo, mlikuwa zamani waasherati, lakini sasa hivi Pasaka wetu ameshafunuliwa, yuko wazi. Toeni hiyo chachu, toeni huo uovu. Kanisa ni kanisa takatifu. Nataka nikuambie hata quality ya kanisa, ubora wa kanisa. Tunaposema hili kanisa ni kanisa bora, wakati mwingine sio vile vitu tunavyovifahamu sisi. Kuna watu tunafikiri kuwa na kanisa bora ni kuwa na kanisa ambalo lina tiles nyeupe afu katikati kuna msalaba. Kunaweza kukawa kuna msalaba. Niliwahi kwenda kanisa fulani maeneo ya Arusha kipindi kile cha shirika letu, silitaje. Ndiyo, aisee, lile kanisa ni aisee, yani unasema hili nimeenda Israeli. Nilikuta vile vietezo vimekaa, kuna ile sijui kinara cha taa vimekaa, yani pamepambwa vitu hivi. Yani hapa mjapamba, yani pamepambwa mpaka bakuli lile la kunawia makuhani lipo. Lakini hivyo vyote kukiwa kuna chachu, kanisa hilo halina quality, halina ubora. Mapambo yote tutakayoweka, kama tutamkosa Yesu, kama tutakosa utakatifu, hamna chochote. Kutumika kote tunakotumika, kama tutatumika lakini tutakuwa tuna chachu, tuna uovu, tuna chachu ya kale, tunajiita viumbe vipya ama tunaitwa viumbe vipya, lakini bado kama tuna chachu ya kale, sisi bado. Ndio Biblia inasema, kuna watu watasema, Bwana tulitoa pepo, Bwana tulitoa unabii, Bwana tuliimba, Bwana tulifanya hivi na hivi. Vitu vingi kanisa, nilipanga na viti, nilifagia na uwanja, vyovyote utakavyosema, lakini kama chachu iko moyoni mwako hutambuliki. Kama uovu uko moyoni mwako hutambuliki. Kinachofanya tutambulike ni kwa sababu ya utakatifu tulio nao. Na nataka labda nizungumze kidogo. Kuna watu wanataka kuwa na utakatifu eti wakishaokoka tu, akiokoka tu hivi, hataki kuomba, hataki kusoma neno, hataki kufunga, anataka tu awepo afu aitwe mtakatifu. Haiendi namna hiyo. Yani iko hivi, hii miili yetu inakuwa ina nguvu sana kama hatujakaa karibu na Mungu. Jamani, kweli sivyo kweli? Lakini tukijidhiri, tukienda kwa Mungu ukiwa mtu wa kufunga, mtu wa kuomba, mtu wa kutafuta uso wa Mungu, automatic unajikuta vile vitu vinakuwa vigumu kuvitenda. Si ndivyo watu wa Mungu? Maana kuna mtu anasema, sawa umesema hiyo chachu niache, lakini mimi inanitesa, nitafanyaje? Ni rahisi tu, jibu ni kwamba mtafute Mungu. Sisi sio malaika. Mimi wa kufungua hivi mlango, tena mengine sijazungumza, yani nazungumza hivi, anasema humu kwenye gari anaanza kufanya hivi. Nikawaza hapa nifanyaje, nimfokee, akisema ananibaka na huku ni mtaani kwao, tena aniambia nyumbani kwetu hapo. Nikafungua mlango, nikatoka nje, na ninatoka hivi nje, Mabibo mnajua kuna maeneo ambayo ni mitaa ya wauni. Kwa hiyo nimeshuka hivi, naona wauni wale pale, nikafungua mlango, nikamwambia shuka. Nafikiri Mungu tu alimtiisha. Kwa akashuka, nikafunga, na mimi nikaondoka, wasije wakanifanyia mambo ya ovyo hapa. Mnafikiri ni rahisi? Hivi mnavyoona hivi, si kabisa nimeshiba. Si nimeshiba kabisa. Si niko vizuri.
Kinachofanya niweze kushinda ni nini? Ni kukaa pamoja na Mungu. Hakuna shortcut. Kanisa la leo linasema linampenda Mungu, lakini haliko tayari kukaa na huyo Mungu. Kama hauko tayari kukaa na Mungu, utakuwa mfu wa mwitu. Utakuwa nani? Mimi sitaki kusema mbwa, naona neno gumu sana. Utakuwa mfu wa mwitu. Chachu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo jingine ni mboga zenye uchungu. Meseji gani tunaipata kwenye mboga zenye uchungu? Haleluya. Mboga zenye uchungu ni kitu gani tunakipata? Mboga zenye uchungu. Rudi pamoja na mimi kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 8. Biblia inasema hivi: mtakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msiile mbichi wala imetokoswa. Tena hiki nitakiunga. Tatoa maana yote kwa pamoja, mboga zenye uchungu. Alafu anasema tena mtakula na vitu vyake vyote vya ndani. Sasa kama mtakula na vitu vyote vya ndani, wako watu ambao hapa mmewahi kuona ng'ombe akiwa anatengenezwa au mbuzi? Hebu nitajieni vitu vinavyotolewa ndani. Mtumishi umeanza kucheka. Kwa nini mtumishi? Uchafu gani mtumishi? Afadhali umetaja tu vizuri. Kuna kinyesi, huwa tunakitoa, si ndivyo? Kingine nini? Nyongo, si ndio? Nyongo ile tena wanasemaga ukiweka kwenye nyama wanaita nyama imeharibika, si ndivyo jamani? Nyama inakuwa na ladha gani? Sasa anasema na vitu vya ndani vyote mvile. Maana yake automatic kutakuwa kuna uchungu hapa. Alafu sio hivyo tu, yaani pamoja na hiyo nyongo haitoshi. Kamateni hivi mboga gani chungu? Mnavu, mchunga. Kati ya mnavu na mchunga upi mchungu sana? Mchunga, ndio maana unaitwa mchunga. Baba yangu Mapamba anasemaga hizi mboga, hii ni dawa. Mchunga. Sasa nyama yenyewe ni chungu, chukueni na mchunga, changanyeni, kula. Haleluya, haleluya. Mbona mniitikii nyie? Ina maana gani? Hebu soma na mimi katika kitabu cha Mathayo 5. Haleluya. Mathayo 5:10 mpaka 12. Sasa nyie mtaanza hiyo 10 mpaka 12, lakini mimi naomba nianze kuwaonjesha mambo fulani hivi. Mathayo 5 mstari wa 3 inasema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Jamani, hii ni nzuri sio nzuri? Heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mathayo 5:4 inasema, heri wenye huzuni, maana hao watafarijiwa. Hiyo nzuri sio nzuri? Si ndio? Twende heri ya mstari wa 10 inasema, heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Haya ndiyo mafundisho ya awali. Yaani kama siku za leo tungejiuliza mafundisho ya kichanga ambayo Yesu aliyatoa kwa watu wake, mafundisho gani? Ni hiyo hotuba inaitwa hotuba ya mlimani, mafundisho ya mlimani. Yaani anawafundisha kwa mara ya kwanza, yani wewe ndio umeokoka, umesema haleluya, nimeokoka. Sasa unaingia kwenye darasa unaambiwa heri watakapokuudhi kwa ajili ya nini? Ya haki. Unapomla mwanakondoo, kubali na machungu ambayo yanapatikana kwa mwanakondoo. Kuna vitu vingine sio vyepesi, vinaumiza. Lakini tunapochagua kumla mwanakondoo, tuko tayari kuula na uchungu wake. Hatuko tayari tu kwa ajili ya tamu. Kuna watu wameokoka wakijua ya kwamba wanakuja kwa Yesu kwa ajili ya tamu tu.
Nataka niwaambie neno gumu. Kwa Yesu pia kuna chungu na zenyewe tuko tayari kuzila. Kwa Yesu kuna mboga za uchungu, kuna ile nyongo, tuko tayari kuila na hatumwachi. Kuna watu walipookoka tu waume zao walianza kuwapiga. Dada mmoja yuko pale makao makuu, namfahamu. Alipookoka yeye alikuwa na mapepo. Yale mapepo yanamsumbua, akaenda kanisani akaombewa, yakatoka. Akasema simwachi huyu, Yesu kashanipa, amenionyesha hii tamu. Na nipata vizuri watu wa Mungu. Lakini kilichotokea, mume wake akafurahi sana kwa sababu yule dada alikuwa anamsumbua sana mume wake. Lakini mume wake yule aliyefurahi sana, baada ya muda akaanza kumpiga, kwa nini unaenda kanisani? Kwa nini unaenda kanisani? Lakini yule dada hakumwacha Yesu. Hivi ninavyozungumza sasa hivi mume wake ameokoka. Hivi ninavyozungumza sasa hizi ni kama wiki 2 zilizopita alikuwa ananiambia yule mume wake, anasema sasa hivi nikikaa najiuliza kwa nini nilikuwa nampiga mume wangu? Lakini mke wangu, kwa nini nilikuwa nampiga mke wangu? Anajiuliza. Lakini sasa hivi amefanyaje? Ameokoka. Nataka nikwambie hivi, tunapoingia kwenye wokovu, wakati mwingine kuna magumu tunayapata. Na haya magumu tunayoyapata, labda niseme, yako magumu ambayo tunayapata tumejisababishia wenyewe. Kwa sababu, kwa nikupe mfano. Leo hii Mungu akakwambia nitolee kitu fulani kwenye madhabahu yangu, na usitoe, ukapata magumu. Hapo ni Mungu au ni wewe? Mnanipata vizuri? Yako ambayo tunajisababishia wenyewe, lakini yako ambayo Mungu anaruhusu. Kwani Ayubu Mungu hakuruhusu? Mungu hakuruhusu? Aliruhusu. Na kwa bahati mbaya sisi ambao tumeokoka, wakati mwingine tunawaita watu ambao wenye imani ni wale ambao wanaweza kufukuza mapepo, kukemea jambo fulani likaondoka. Lakini wale wanaopitia machungu, wakati mwingine tunawasema, huyu mtu anapitia machungu haya, maumivu haya, anapitia hili jambo, hana Mungu. Ila inawezekana huyo anayepitia machungu na bado yuko na Yesu ana Mungu sana, inawezekana kuliko wewe. Kwa sababu anakula nyama yenye uchungu lakini hajaiacha. Tunapoingia kwa Yesu kuna machungu wakati mwingine yanakuja, mateso kabisa. Lakini maadamu Yesu ameruhusu, tuko tayari. Hebu just imagine mtu kama mimi ambaye nilikuwa nasomea civil engineering na nilikuwa naipenda sana. Ukiuliza katika shule ambao nilikuwa nasoma, watu ambao walikuwa wanafanya vizuri zaidi kwenye civil engineering ni nani? Hutaacha kunitaja. Na mpaka babangu mdogo, kwa kuwa alikuwa anafanyia VETA, nilikuwa natoka pale naenda VETA na azima vitabu vya ziada ambavyo havipo kwenye syllabus yetu. Nahitaji kujua civil engineering kwa undani. Mungu usaidia, nikaenda nikasoma MUST, Mbeya University of Science and Technology. Nasoma civil engineering. Wakati nasoma kule, nilikuwa nafunga na kuomba isivyokuwa kawaida. Nafikiri jana niligusia kidogo. Nilikuwa nafunga kweli, yani siku zangu za kula zilikuwa chache. Na sio kwa sababu nataka kuwa mchungaji, ila nafunga na kuomba kwa sababu nampenda Mungu. Alafu kila ikifika Ijumaa nilikuwa nimejiwekea mkesha. Yani hajapanga sui nani na nini, mimi nilishajiwekea Ijumaa yoyote lazima mimi niwe kanisani kwenye mkesha. Alafu Jumamosi nilikuwa nimenunua kile kipaza sauti kile tunahitaji megaphone. Jumamosi lazima niende kuhubiri. Ni kawaida yangu. Ndio nilijiwekea hivyo. Wakati niko katika mazingira kama hayo, naomba na mtafuta Mungu, nikaanza kusikia sauti inaniambia wewe ni mchungaji, lakini kwa ajili yake. Kanisa la Mungu. Inawezekana kuna kitu Mungu alizungumza na wewe hapa ukaona ni kigumu, ukaamua kukiacha. Nataka nikuambie mafanikio yetu yako katika kumtii Mungu. Haijalishi analotuambia ni gumu au ni jepesi. Kuna watu mmekata tamaa na kurudi nyuma kutokana na maisha yako. Kuna watu ndoa yako ilivyokusumbua ukaamua kurudi nyuma. Nataka nikuambie kama umeamua kumla huyu mwanakondoo, yako machungu na mateso, lakini kwa ajili yake tuko tayari. Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania 11, inasema kwa imani wengine walikatwa na mapanga, kwa imani wengine walikatwa na misumeno, kwa imani wengine waliwekwa hata kwenye mapipa ya lami, lakini hawakumwacha Mungu.
Kumbe kupita kwenye mateso na bado ukaendelea kubaki na Mungu, nayo ni imani. Mnanipata vizuri watu wa Mungu? Kwa sababu kuna watu wanasema imani ni pale ambapo unakuja kushuhudia, unasema haleluya, lilikuja jambo moja nikakemea, nikasema toka, likatoka, na sasa Bwana amenishindia, sikupita katika lile gumu, haleluya, pigeni makofi. Imani wakati mwingine unapita kwenye shida, bado umebaki na Mungu. Una ugonjwa ambao unaumwa, umeombewa, ukaombewa tena na hauponi, na bado uko na Yesu, haleluya. Una ugonjwa unakutesa, wanakuambia kabisa kuna mganga fulani alimsaidia dada yako, kuna mganga fulani alimsaidia shangazi yako akapona, lakini yule aliyekataa alikufa. Lakini unasema afadhali nife kwa ajili ya Yesu. Hiyo ndiyo imani. Narudia, hiyo ndiyo imani. Narudia tena, hiyo ndiyo imani, mpaka imani ziongezeke. Nasema hiyo ndiyo imani. Uwe tayari kula na penye uchungu, uwe tayari kula na panapoumiza, uwe tayari kula na panapotesa kwa ajili ya Yesu. Na ukisema unampenda Mungu, hautapimwa kwenye mambo ya mteremko, utapimwa kwenye machungu, utapimwa kwenye mateso, utapimwa kwenye udhia. Biblia inasema hivi katika kitabu kile cha Mathayo 5, na irudia tena mstari wa 10. Mathayo 5 mstari wa 10. Heri wenye kuudhiwa, yani una haki, umetenda haki kabisa, umefanya vizuri kabisa, lakini watu wanakuudhi kwa sababu ya haki hiyo hiyo. Umeenda kanisani kabisa, hiyo si ni haki ya Mungu, si ni kitu sahihi, lakini umerudi unapigwa makonzi, unapigwa bakora. Biblia inasema heri, kwa lugha ya Kiingereza blessed. Wewe ndio umebarikiwa sasa, unayeumia na bado umebaki na Yesu, unayeteseka na umebaki na Yesu. Endelea mtumishi. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, ndio ufalme wa mbinguni ni nini? Wale wanaouziwa alafu wanaacha, wanalegalega. Kuna watu wanasemaga, Mungu mwenyewe si umeona mapito haya Mungu, Mungu mwezi huu tu nisamehe na pumzika ya nyumbani, siendi tena kanisani. Wewe viboko hivi wewe. Anakoleza na kakilio fulani pale, baba mwezi ujao haji kanisani mpaka mwezi ujao uje. Wewe ufalme wa mbinguni ni wako, wewe unakuwa mfua mwitu. Wewe unakuwa nani? Wewe unakuwa nani? Mimi sitaki kutaja ile yenyewe. Inaendelea, inasemaje? Endelea. Heri nyinyi watakapowashtumu. Amefanya kabisa ule, amefanya na hujafanya. Na kuwaudhi, yani wanawakera, wakawanenea, sio neno moja, kila neno baya. Alafu sio wanawanenea tu, kwa uongo. Kwa ajili yangu furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Wangapi wakipitia kwenye shida wanafurahia kwa ajili ya Bwana? Hatuwezi kulibadilisha neno la Mungu. Hivyo ndio lilivyosema. Hivyo ndivyo lilivyosema. Sisahau mtumishi. Namshukuru Mungu jamani aliyenipa kaka gari, hata kama baba yangu mapamba haitagi gari, anasema kale kagari kako kanaweza kupita hapa. Mtumishi, nimetembea mimi, sijui kama kuna watu wanaelewa maeneo ya Gongo la Mboto kule. Kuna watu mnafahamu kunaitwa Bomba Mbili. Bomba Mbili mbele kunaitwa Mwanzo Mgumu. Mwanzo Mgumu, mimi ndo nimekaa huko.
Ili nitembee huko Mwanzo Mgumu mpaka nifike Gongo la Mboto nilikuwa nachukua kati ya lisali 1.5 mpaka 2. Na mimi ni mtu ambaye nikiwa na shida yangu, aisee, ukiona nimekwambia naomba 2,000, kwanza huwa naiongea huku inagoma. Mimi ni mtu ambaye nikiwa na shida yangu nakaa nayo hapa mpaka nimeiongea, ujue sikuwa na namba. Kwa wakati mwingine nakuwa na nauli ya kutoka pale, wakati huo ndo nimefungua kanisa Mbezi, nakuwa na nauli ya gari la kutoka Gongo la Mboto kwenda Mbezi. Kwa hiyo inabidi nitembee, kuna muda natembea nachoka, nakaa na njiani kwanza. Kwenye mfuko wangu nimeweka maji. Ni mtumishi wa Mungu kabisa, ni mtoto wa askofu, lakini kuna mapito ambayo ninayapita ni mimi. Baba ana wito wake, mimi nina wito wangu. Mnanielewa vizuri? Afu na mimi ni mwanaume, afu na familia yangu. Huwezi kuwa unaomba kwa baba. Si mnajua hiyo? Si mnajua wanaume tuna hicho kitu, yani unajikaza hivi huku nafualiki yani. Sio hivyo tu, nikaja nikahama karibu. Nauli tu ilikuwa 500 kutoka pale napokaa mpaka Mbezi. Lakini kuna wakati nilikuwa nakosa. Lakini sikuwahi kuacha kuchunga kanisa. Sasa nataka nikwambie, mtu kama mimi ambaye niliamua kuyaacha yote haya na nimepitia mateso yote haya, kwa kweli namshukuru Mungu kwa kaka faraja alikonipatia. Namshukuru, mama ananielewa vizuri zaidi. Mtu kama mimi ndo utakayesimama naye mbele za Mungu. Na utasimama na mtu mwingine ambaye amepitia mateso kuliko mimi. Kuna mtu mmoja anaitwa Wambrand. Alikuwa anakaa, ni missionary, anakaa Uarabuni. Yule missionary alikuwa anakaa Uarabuni, anasema hivi, alipokuwa anafanya umishonari kule, kwanza hata wale waliosoma masomo ya historia ya kanisa wanaelewa samaki ni kapicha ka kanisa. Yaani ukiona mahali wamechola samaki kwa kipindi hicho, inaonyesha mahali hapo pana kanisa, kwa sababu ukionekana kwamba kuna kitu kinaitwa kanisa mnauawa wote. Anasema yule Wambrand na mke wake waliwahi kukamatwa na kujulikana kuwa wanafanya masuala ya kidini. Walikuwa na mtoto wao mmoja. Yule mtoto waliamua kuwatesa watu wazima kwa sababu ya yule mtoto. Walianza kumkata vidole, kidole cha kwanza, kidole cha pili. Wakati baba na mama wanaona. Baba na mama wanaona, lakini wanasema hatumwachi Yesu. Kata mpaka wakamaliza mkono wa kwanza, maliza mkono wa pili, wakaanza kukata miguu. Yule mtoto kwa kuishiwa damu akafariki. Lakini yule mtoto mdogo anawaambia baba na mama, neno lake la mwisho anawaambia baba na mama, msimuache Yesu. Ni kweli ni machungu, lakini msimuache nani? Yesu. Sasa siku ya mwisho tutakapofika, Biblia inasema tutasimama kwenye hukumu ya kiti cheupe kikubwa cha Mungu. Maana Biblia inasema wa kwanza kuhukumiwa watakuwa watakatifu, alafu ndo atafuata watu wengine. Mimi napenda sana kufundisha masomo ya siku za mwisho, na nimejitahidi sana kuyasoma ili niyafundishe. Biblia inazungumza tutakapotoka hapa, kwa taarifa yako, hatutaenda mbinguni, ila tutaenda mahali pa mapumziko kwa muda wa miaka mingapi? 7. Kule kutakuwa kuna harusi ya mwanakondoo. Ndio maana sisi tunaitwa wachumba wa Yesu, bila kujali mwanaume na mwanamke. Tutakapofika kule kutakuwa kuna hukumu inaitwa hukumu ya kiti cheupe cha Mungu, ambayo hiyo kila mtu atapita mbele za Mungu kueleza matendo yake, nini alifanya. Pale hakuna cha mchungaji, hakuna cha nani, hakuna cha askofu, hakuna cha mchungaji Joshua. Wote tutakuwa mstari huu. Sasa Wambrand na wewe mtakaa mstari huu. Sijui kama mmenielewa. Nataka nimalize hivyo hivyo. Wambrand yule ambaye mtoto wake alisema msimuache Yesu, na wewe mtakaa mstari huu. Asante. Nachotaka kuzungumza, kama umeamua kuja kwa Yesu, njoo mazima mazima. Na dunia ya leo inatamani sana sisi wa Kristo tumuache Yesu. Makanisa mengi ya leo yamebakia kuitwa makanisa, lakini kilichopo ndani sio kanisa. Lakini sisi ambaye tuna mchungaji mzuri ambaye anaendelea na Yesu, endelea kubaki na Yesu. Amen. Lakini jambo jingine ambalo tunajifunza ni kwamba tuko safarini. Soma 12 kuanzia mstari wa 11. Najua nimeshanogewa kuanza kusomewa. 12 kuanzia mstari wa 11.
Kutoka 12 mstari wa 11. Yaani fundisho lote litatokea hapo. Naomba mnisikilize kwa makini. Mko tayari? Biblia inasema hivi, tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu. Mtakuwa mmefanyaje? Mmevaa viatu miguuni. Mmefanyaje? Fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka, ni Pasaka ya Bwana. Sasa kwa nini Biblia inasema ukimla uwe umevaa kwenye kiuno chako, uwe umevaa mkanda? Hivi kuna uhusiano gani kati ya kula kondoo na kuweka kiunoni uwe una mkanda? Kuna uhusiano gani kati ya kula kondoo afu uwe umevaa viatu afu ni usiku na lazima mummalize? Kwa hiyo usiku mzima mko na viatu, huku mnamla mwana kondoo. Biblia na afu yes, nisisahau. Alafu tena hii ndio ya hatari. Umevaa mkanda, una buti, alafu unakuwa na fimbo namna hii. Unakula huko umeshika nini? Fimbo. What does it mean? Ina maana gani? Mungu alikuwa anawaonyesha kwamba nyie safari ndio imeanza. Nyie ni watu wa safari. Nitandie Baba yangu ndio. Ukiwa hivyo ulivyo, Mungu anasema nasi kwa namna vile anavyopenda. Inawezekana huko mtu mahali hapa ambaye ni kweli kutokana na mapito unayoyapitia uliamua kukata tamaa. Jinsi ambavyo ulianza mwanzoni na sasa hivi ulivyo, unajua kabisa ni tofauti. Ulipopitia kwenye uchungu na yale mateso, uliona kana kwamba Mungu hakusaidii. Kumbe ndio ulikuwa wakati wa kuonyesha upendo wako kwa Mungu. Ulikuwa ndio wakati wa kuonyesha imani yako kwa Mungu. Na Mungu amezungumza na wewe, unaona kabisa kwa kweli nahitaji kurejea kwenye nafasi yangu. Siku ya leo tunahitaji kufanya maombi kwa ajili ya mtu kama huyu. Ukiwepo mtu wa namna hiyo, unaweza kunyosha mikono yako juu. Leo ni siku ya matengenezo. Bwana anatamani atufanye upya. Wewe ambaye ulirudi nyuma, kuna mambo magumu umepitia yakakufanya urudi nyuma. Moyo wako umekuta umeinama, hata hamu ya kuja kanisani unajilazimisha, unapambana. Hebu nyosha mkono wako. Mungu akubariki. Usiogope. Ukiwa umefunika macho yenu, usiogope. Kiwepo watu wa namna hiyo, wala msiogope. Mungu ana neno kwa ajili yenu. Anatamani kuwatoa hapo mlipo. Anatamani kuweka nguvu mpya. Na siku ya leo atawajaza roho kwa upya. Sogea mbele, usiogope. Wakati tunaimba wimbo, usiogope. Wewe ambaye umenyosha mkono, utasogea mbele. Imba